Wadada Center hamjaitikia na inawezekana hamjui. Kwanza hebu tuambieni maana ya nguzo ya familia ni nini? Nani anaweza kutuambia maana ya nguzo ya familia? Hamna anayejua, ndio maana hamuitiki, si ndio? Hawajui maana ya nguzo ya familia, mwalimu. Sasa unawapa salamu ambayo wao wenyewe hawaijui, unakuwaje? Ndio maana hawana energy, wanaona tu kama nika nani kakibwagizo tu. Mwambie basi maana ya hiyo salamu na ina maana gani kwa wale wanaotufuatilia, especially mabosi wao. Sisi mabosi wao wote wanatufuatilia, kwa hiyo waambie maana ya hiyo salamu. Tukisema Wadada Center tunaitikia nguzo ya familia. Nguzo ya familia kwa maana gani? Sisi ndo tunaenda kukaa na hiyo familia, ndo tunakuwa watu wa kwanza. Kwa mfano kwenye malezi tunakuwa ni watu wa kwanza kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa kiko vizuri, kwa sababu baba au mama anaweza asiwepo nyumbani. Kuna wengine wanaweza kawa wanasafiri, kuna wengine wanatoka asubuhi wanarudi jioni. Kwa hiyo kama dada ndo unakuwa pale unasimamia kila kitu na kisha kila kitu kimekaa mahala pake. Ndo sawasawa na nini na nguzo, kwamba unakuwa mtu imara huko pale kuhakikisha kila kitu kiko vizuri. Sawa jamani? Kwa hiyo tukisema Wadada Center tunaitikia nini? Sauti hazitoshi. Wadada Center, nguzo ya familia. Mnaendeleaje na majukumu yenu? Sasa hiyo nataka mpe kila mtu maiki aniambia anavyoelewa maana ya nguzo. Nguzo maana yake nini? Kazi ya nguzo ni nini? Kila mtu anasema kazi ya nguzo. Kwa mimi ninavyoelewa, kazi ya nguzo ni mtu ambaye ana uwezo wa kusimamia majukumu. Tunazungumzia nguzo, achana na mtu. Tunazungumzia nguzo. Nguzo yake ni nguzo ni kitu ambacho kipo imara, kimesimama. I mean kinaweza kujitegemea. Haya, mpe mwenzako. Kwa mimi ninavyoelewa nguzo, nguzo inahusika na nguzo inahusika na kusaidia ni vitu vingine vya pembeni yake visidondoke. Yani ile nguzo inakuwa inazuia vile vya pembeni visidondoke. Vitu gani vya pembeni visidondoke? Haya, mpe mwenzie. Kwa jinsi mimi ninavyoelewa maana ya nguzo, nguzo kama nguzo ni kitu chote kilichowekwa kwa ajili ya kusimamia vitu viwe imara. Haya, mwenzako. Kwa mimi ninavyoelewa, nguzo ni kitu kilichosimama na kuwa imara. Kimesimama na kuwa imara. Unasikiliza wenzio, unakopi au unawaza? Unatumia akili yako? Haya, mpe mwenzio. Nguzo ni kitu kilichoweka kama msaada, kilichoshikilia, yani kwa ninavyoelewa ni kitu ambacho kimeshikilia nyumba. Nikumbushe jina lako nani? Naitwa Zaina. Zainab. Yeah. Okay. Mpe mwingine. Nguzo ni uimara. Uimara, yani kitu kilichopo imara. Kitu kilichopo imara. Umesema kwanza nguzo ni imara, alafu kitu kilichopo imara. Haya, mpe mwingine. Nguzo ni kitu yani kusupport, kushikilia kitu kisianguke au kusaidia kushikilia kitu kiimarike. Unaitwa nani? Rose. Ndio. Haya. Mimi ninavyojua nguzo ni kitu ambacho kinajitegemea na
yaani kitu ambacho kimeimarika na kujitegemea chenyewe. Nguzo ni uimara wa kitu, inasaidia vitu kuimarika, hata familia inakuwa ina nguzo. Jamani, sisi tunaongelea nguzo kwanza, nguzo yenyewe, yaani tafsiri ya nguzo. Ukisikia nguzo, yaani nini kinakuja kichwani kwako? Nguzo kazi yake nini? Ni uimara wa kitu. Haya, mpe mwenzako. Kwa mimi ninavyoelewa, nguzo ni kitu ambacho kinajitegemea. Kinajitegemea. Haya, Faraja. Nguzo ni kitu chochote kinacholeta, yani kilicho kama muhimili wa kuleta balance mahali kilipo. Kwa mfano, tunapojenga ghorofa lazima tuweke nguzo ili kuleta balance. Tunapoongeza kiwango cha nyumba ama kiwango cha tofali kiweze kuleta balance ya kufanya hiyo nyumba iweze kusimama. Sasa kwani mpaka ghorofa nyumba haina nguzo? Nimetoa mfano. Au nguzo ya umeme inaleta muhimili ama balance, kutoa nyaya sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio. Kwa hiyo inakuwa ni moja au zinakuwa nyingi. Lakini kwa pale mahali ilipo nguzo moja inaleta balance mahali ilipo. Ili kusapoti nguzo iliyo upande mwingine kupokea taarifa kutoka mahali pamoja kwenda sehemu nyingine. Haya, wapigeni makofi. Nani? Faraja, Upendo ni Rozi, nani yule? Zainab. Hao ndio wametupa majibu ya nguzo. Wengine hapo mlikuwa mnarukaruka tu, na ndio maana salamu yenyewe mnashindwa hata kuielewa, mnaitika tu. Umeona, inabidi waelewe maana. Usiwaambie tu salamu yetu ni hii, waambie meaning, si ndio? Sasa sisi tunasema Wadada Center ni nguzo ya nini? Kwa tafsiri hii ambayo wametoa wenzetu kwamba ni kitu kinacho support, ni kitu kinachoshikilia, na ametupa mfano mzuri wa nyumba. Sawa, na ameenda kwenye nyumba kubwa zaidi kwamba ghorofa haiwezi kusimama bila kuwa na nini? Na nguzo. Lakini hata nyumba ya chini ya kawaida, si ndio? Bati zitakaaje kama hakuna nguzo? Hakuna, lazima kuna nguzo ambazo zinakuwepo ili hata hayo matofali yako unavyoyapanga yasidondoke. Sasa sisi tumeichukua hiyo dhana kwa sababu tunajua umuhimu wa wafanyakazi wa nyumbani, nafasi yao. Sawa, nyumba, mnaenda kwenye familia, si ndio? Familia ile ina nguzo zake imara, wazazi wako pale. Sawa, sasa wewe unapokwenda pale kuwa msaada, ili mmesema, wengine wakasema kitu kisidondoke, si ndio? Sasa wafanyakazi wa ndani sisi tunawaangalia kama nguzo ambayo inaenda kusapoti, inaenda kushikilia, inaenda kusaidia. Sawa, na sio kwenda kubomoa wala kuharibu wala kuvuruga wala kuvunja, si ndio? Maana kuna wafanyakazi wengine wanaenda kwenye hizi kazi kwa dhana za kuharibu. Mwingine ataenda kutega mme wa mtu. Ndio maana sisi tunakuta sera zetu hapa hakuna kuvaa vitu vya ajabu, kwa sababu unakuwa tayari unaonyesha intention yako sio nzuri kwenye ile familia. Unaenda unaweka ukaribu sana, yani unaacha majukumu yale kupeleka, unaanza kuweka ukaribu ambao hauna tija, hauna faida. Unaanza kumtegatega yule baba mwenye nyumba, kwa sababu ushajua kwamba kwenye mila zetu hizi wanaume hawa wana kawaida ya kutaka kulala na wafanyakazi wa ndani. Kwa hiyo wewe unapoenda kwenye ile familia uendi kama nguzo, unaenda kama mtu ambaye, yani kama shetani ambaye amekwenda pale kwa nia ya kuharibu, kubomoa familia za watu. Tunaelewana jamani? Lakini kwa upande wa watoto, wale watoto pia wanahitaji malezi mazuri. Ukiona mtoto ana tabia mbaya ambayo haiko sawa, wewe dada ambaye tunaamini wewe ni mtu mzima, unajua hofu ya Mungu ni nini, unatakiwa uwafundishe watoto kusema ukweli, uwafundishe watoto heshima, adabu. Lakini kuna wengine ambao wanakuwa ni sababu ya wale watoto kuharibika. Hata kama atakuta mtoto labda ana vidosari vya hapa na pale, wewe unatakiwa sasa uwe support, yani ndio uwe hiyo nguzo. Sasa umekuta mtoto labda ana maneno ambayo sio mazuri, unakaa na mtoto yule na wazazi wake kuonyesha thamani yako kwamba mimi nimekuja hapa kujenga hii, yani kusimamisha hii familia, inatakiwa iimarike, isimame. Ndio maana ya salamu yetu. Tuko pamoja? Kwa hiyo unaposikia Wadada Center unatakiwa uitikie kwa kishindo kwamba wewe ni nini? Wewe ni nini?
ni nguzo na sio kitu kingine. Tunaelewana? Haya, kwenye salamu yetu nimemaliza. Maendeleo tunaendelea vizuri. Tulifanikiwa kumaliza mwongozo, ndio, na jana tena tukawa tumeanza tena upya, ndio. Lakini leo asubuhi tukawa tumeshindwa kusoma kutokana na hali ya hewa vile ilivyokuwa, lakini maendeleo ni mazuri. Maendeleo ni mazuri. Eti jamani, maendeleo ni mazuri. Haya, nataka kupata feedback zenu, mlichojifunza. Mwongozo wetu umewaelekezaje? Ulikuja na mtazamo gani, na sasa umejiandaaje kwenda kutoa huduma nzuri? Si wote washapitia au? Nataka uliwapitisha kwenye mwongozo nisikie, yani walivyo kasi na bado hao hawakumaliza kwa sababu wametujoin. Ni hao ambao washamaliza ndio nataka kusikia. Kwa upande wangu mimi nilivyokuja hapa ni tofauti, nilivyotoka huko nilipotoka na nilivyokuja hapa nilichofundishwa ni tofauti. Sababu kwanza tumefundishwa kwenye malezi ya watoto, tumefundishwa aina ya malezi pale kwenye malezi kuna jinsi ya kumlea yule mtoto. Unatakiwa uwe na ratiba, uwe na mawasiliano mazuri na mtoto, uwe na majukumu pia umwekee na majukumu mtoto. Umeona unavyoongea kwa kusahau, kwa kustaki. Umeona yani si unajiona mwenyewe au yani hujakumbuka vyote, hujakumbuka vitu vyote, ila unakumbuka kwenye malezi kuna vipengele vingi ambavyo inabidi uvizingatie, na ukiweza kuvizingatia vile vyote vilivyowekwa pale, faida ni ya nani? Faida ni ya kwangu. Unapata faida gani? Kwa upande wangu mimi kama nikivizingatia vile, kwanza faida ya kwanza, bosi ataniamini. Ndio. Na akikuamini? Akiniamini atanipandisha kiwango. Kiwango gani? Mbona unaona aibu kusema? Unajua sisi Waswahili tunapendaga sana kona wanafiki. Na unashindwa kwenda straight. Kwani umekuja hapa kufanya nini? Hapa Dada Center kichokuleta hapa nini? Kufanya kazi. Ili iweje? Ili nifanikiwe. Fanikiwe nini? Niweze kutimiza ndoto zangu. Ndoto gani? Kufungua biashara. Kufungua biashara. Ili ufungue biashara unahitaji nini? Nahitaji mtaji. Mtaji ni nini? Pesa. Sasa kwa nini unakata kona? Yaani kwa nini unazunguka njia ndefu? Aya, kwa nini sisi tunawaelekeza? Kwa nini tunawafundisha? Nyie mnatufundisha na kutuelekeza ili tutakapofika kule tufanye vizuri, ili mabosi wetu waweze kama hivyo kutuamini. Wakisha kutuamini, mwisho wa siku lazima watulipe vizuri. Lazima walipe vizuri. Kwa hiyo lengo la kuwafundisheni ni ili mfanyaje? Tulipe vizuri. Ili tufanikiwe. Hebu wape wenzako. Naona mnakatakota kona, tutaelewana tu. Kwa nini umekuja Wadada Center? Kwa nini sisi tuko hapa kuwafundisha? Nimekuja hapa ili kutimiza malengo. Malengo ndio nini? Yaani mimi nataka mtu aende direct, asiniambie kutimiza malengo. Malengo gani? Nimekuja hapa nitimize malengo yangu. Malengo yako gani? Umekuja hapa umekuja kufanya kazi bure? Hapana. Umekuja hapa kutusaidia kazi zetu bure? Hapana. Mbona usikiki? Weka maiki yako karibu na mdomo. Twende moja kwa moja. Umekuja hapa, kwa nini umekuja hapa yani? Nimekuja hapa Dada Center ili nitimize malengo yangu, kama mfano biashara. Nimekuja hapa Dada Center ili nitimize malengo yangu, mfano biashara. Ili kutimiza malengo yangu nahitaji mtaji. Na mseme tu direct, mnahitaji pesa, si ndio? Naseke tunahitaji mtaji, mnahitaji pesa, si ndio mmekuja?
Ndio. Kwa nini sisi tunawafundisha? Kwani tunawaweka training, naelekezwa malezi, usafi, nidhamu, adabu, heshima. Kwa nini tunafanya hivyo? Ili tukifika kwa mabosi wetu tufanye vizuri. Then ukishafanya vizuri, ili mabosi wetu atuamini. Wakuamini? Wewe umeenda kwa bosi wako ili akuamini? Wewe unaenda kwa bosi wako kufanya nini? Unaenda kwa bosi wako ili akuamini? Zainab, hebu tuambie kwa upande wako. Eti kwa nini mnakuja hapa Wadada Center? Kwa mimi binafsi nimekuja hapa Wadada Center kwa sababu nimeona ni kituo bora na ni kituo ambacho kinalipa zaidi. Thank you na very kinasimamia much. Vizuri wadada. Pigieni makofi. Kituo kinacholipa zaidi. Kinasimamia vizuri wadada, wanatoa mafunzo ambayo yatakusaidia hata huko unapokwenda usihangaike. Nafundishwa pia nidhamu. Sasa package yetu yote ya mafunzo inalenga nini? Yaani hiyo nidhamu, malezi ya watoto, usafi, kupika, kukaa kwenye muonekano wa kikazi, sio wa kidangaji. Maana sisi kazi hizi tunazoenda kufanya sisi wote ni wasichana. Kwa tukienda kuvaa mavazi kama tunauza baa, manake tunapeleka message nyingine kwenye ile familia kwamba hapa hatujaja kazini, kuna kazi nyingine iliyotuleta. Ndio maana sisi tunasimamia hilo eneo, kwa maana ya kuhakikisha kwamba hata mavazi unayovaa pale yaendane na aina ya kazi uliyoenda kufanya. Kwa nini tuna hiyo package yote tumeitengeneza? Ndio hii tunasema ni mwongozo unaokuuliza unataka kulipwa zaidi, manake haya yaliyoko humu ukiyajua uyafanyie kazi ili uweze kulipwa zaidi. Kwa nini hii package tumewatengenezea? Mmetutengenezea hiyo package kwa niaba ya kutuboresha na tuwezeshe tuweze kufika mbali zaidi. Kwa faida ya nani? Ni kwa faida yetu wenyewe. Ni kwa faida yetu na kwa faida pia ya waajiri tunaoenda kuwafanyia kazi. Na waajiri mnaoenda kuwafanyia kazi. Lakini mwajiri atakapoona faida ndipo atakapokuwa tayari kunilipa. Mpaka yeye aone faida. Sasa ataonaje faida kama wewe hujui cha kufanya? Mwajiri ataonaje faida kama wewe hujui cha kufanya? Umefika nyumbani kwake, upo tu, yani kwa sababu kuna mtu kaingia anaitwa Zainab, lakini shughuli zake haziendi. Akikuangalia ulivyovaa hakuelewi. Akiangalia unavyopika, sijui unavyofanya usafi, unavyokaa na mtoto wake, haoni chochote kipya, yani haoni. Dada yake ambaye alikuwa amemchukua huko kijijini anamuona ana nafuu wa 50,000. Alafu Zainab kaletwa hapo analipwa 1,500,000, lakini haoni chochote. Lakini hivyo chochote ambacho bosi alitakiwa kukiona, mmeshakaa hapa training, mmeelekezwa, lakini pia mmeambiwa kuna mwongozo ambao ni barabara ya kukusaidia ufanyeje uweze kufika kwenye hicho kiwango. Haya, nani mwingine? Rozi? Rozi, kwa nini uko Wadada Center? Nipo Wadada Center kwa sababu nimekuja kujifunza na kwenda kufanya kazi ili niweze kulipwa zaidi. Umekuja kujifunza. Kwa hiyo ushapata mwongozo? Au umekuja kujifunzaje? Umeongea neno kubwa hapo na mimi niko interested na hilo kwamba umekuja kujifunza ili ulipwe zaidi, si ndio? Ndio. Kwa hiyo una mwongozo umeshakuwa nao wa namna ya kuweza kufanya hizo kazi kwa ubora? Nimepata. Umepata? Umepata wapi? Hapa Wadada Center. Umepataje? Swali langu ni kwamba yani umepataje? Ni hizi training mlizopita au una mwongozo wako binafsi ambao tayari unaishi nao? Hizi training tulizopita. Hizi training mnazopata. Ndiyo. Okay, kwa hiyo mpaka sasa hivi nipe picha ya training uliopata, imekuandaaje kwenda kufanya kazi kwa ubora? Ni kitu gani ambacho umeweza kujifunza kupitia training? Nimejifunza kwenye upande wa malezi,
nimejifunza